Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025 ya juma la 7 la kipindi cha Pasaka. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya 8. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 68 aya ya kwanza hadi ya 6, na Injili ni mwinjili Yohane sura ya 16 aya 29 hadi ya 33. Karibuni tusikilize somo la Injili. Wanafunzi walimwambia Yesu, "Tazama, sasa wasema waziwazi, wala uneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu." Yesu akawajibu, "Je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, katika tafakari ya leo, Yesu anaonekana kuwa na huruma na kuwasikitikia wanafunzi wake anaposema, "Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu." Anasema hivyo kwa sababu amejua kama angekuwa mtu asiye na imani kubwa, angelikata tamaa baada ya kujua udhaifu wa wafuasi wake, hasa pale wanapomuuliza Yesu kwamba hazungumzi na wanafunzi wake kwa mifano kama mwanzo, na wanamwambia kuwa anajua kila kitu na hataki mtu yeyote amuulize swali, na kwa sababu hiyo basi wanaamini kuwa ametoka kwa Mungu. Lakini Yesu anawajibu kuwa, "Mnasadiki sasa kuwa nimetoka kwa Mungu? Saa yaja na imefika, ambapo kila mmoja wenu atatawanyika kwenda nyumbani kwao na kuniacha peke yangu." Ametambua kuwa watakapotawanyika wanafunzi wake, watatawanyika kwa ajili ya hofu na kuogopa kifo na kutiwa hatiani. Lakini Yesu anawafariji na kuwatia moyo kuwa, "Ingawa nitakuwa peke yangu kwa kuonekana, lakini si peke yangu, bali Baba yupo pamoja nami." Na hivyo anatufundisha kuwa amtegemeaye Mungu hatamwacha kamwe, na atashinda dhiki za ulimwengu huu na kupata furaha isiyo na mwisho mbinguni. Kuna zawadi kubwa tunaipata kwa Yesu, ambapo ni neno la faraja na ushindi, ambapo Yesu anauthibitisha kwa mtu ambaye anamtegemea Mungu kwa kila jambo. Wanafunzi wanafarijiwa kwa jambo lisilopendeza linaloenda kutokea, lakini wanapata faraja kwa Yesu kuwa jambo baya halitaweza kumshinda, na hivyo ataendelea kuwa juu, na ushindi ni lazima. Ushindi wa Yesu ambao ni lazima ni ushindi wetu pia, kwani tutashinda katika kila jambo kwa kufuata njia ya msalaba, ambayo ndiyo nguvu yetu juu ya mapambano dhidi ya mwovu, na ushindi ni lazima tukimfuata Kristo aliye mshindi. Maisha yanaweza kukufanya ukawa na hali mbaya, lakini ukabaki mshindi daima, kwa kuwa yeye aliye mshindi ndiyo kiongozi wa maisha yako. Dhiki za dunia hii zisitukatishe tamaa, wala maumivu yake
yasiuharibu ujasiri wa ushindi uliopo katika mioyo yetu. Kila mtu anapaswa kuwa na faraja na ushindi wa msalaba kwa ajili ya kuushinda ulimwengu huu wenye taabu na dhiki. Ndugu zangu, sisi tulio wana wa ufufuko, ulimwengu huu ambao una taabu na dhiki ni kipimo cha imani yetu kwa Mungu na namna tunavyopaswa kuhusiana naye katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kuushinda ulimwengu na kuvaa taji la ushindi. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateli Edward Leonard Sinkala kutoka Jimbo Katoliki la Sumbawanga, ninayesoma masomo yangu ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyopo ndani ya Jimbo Katoliki la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.